Kwa sababu wamesahau. Mtu akipewa cheo anaona kama ndio mwenyewe, amekuwa ndio kichwa, anatembea kutuna kwamba hakuna mwingine. Kumbe ni kwa mbona jidanganya, unapoteza nafsi yako mwenyewe. Haleluya. Kumbuka kusoma Agano la Kale. Kumbuka Esau na Yakobo. Haleluya. Ilikuwaje? Nakwambia Esau alipendwa na baba yake. Jamani, alikuwa ni mwindaji mzuri. Yaani tena mlimani anakuta njiwa hizi hapa, tena walionona, anampelekea baba yake. Baba yake anafurahi, lakini akasahau kwamba yuko mwizi nyuma yake. Akasahau, akafikiri yuko peke yake. Kumbe wengine bwana wanamuonea wivu, wanasema ngoja hizi baraka haziwezi kwenda kwake, tutampindua kwa namna yake. Baba yangu wa mbinguni aliye hai anasema ya kwamba yule mtoto akaenda kwa mama yake, akasema itakuwaje mama, baraka hizi ende kwa kaka peke yake. Mama akasema mwanangu tulia, tutakaanga hata kuku tutampelekea baba, alafu pale kikugusa utasema mimi ndiye Esau. Haleluya. 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 Ukiwa umeokoka, simama vizuri, simama kwa ujasiri, simamia kazi yako, simamia nafasi yako uliyopewa na Bwana, wala usipoteze chochote. Maana aliyekuita ni Mungu peke yake, wala sio mimi. Hata kama mzee wa kanisa, wala sio mimi. Yupo Jehova aliyoko mbinguni. Simamia hiyo nafasi. Atakuja mwingine anasema mimi ndio yote, ninajua kuomba, najua kuona, hapa mna kitu. Akiingia hivyo